Watukufu wa Islam, tukiwa tunafanya mwendelezo katika darasa letu hii, tukiwa tunaendelea katika darasa letu hii, darasa ambayo tunaelezea mambo ambayo yenye fadhila, yenye kupandisha daraja ya mtu, yenye kufanya upate thawabu nyingi sana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tukiwa tukichambua swala ya tarawih, swala ambayo baadhi ya watu kwa vile wanaona kwamba ni sunna, basi ndio wanaona kwamba waipuuze, waiache. Lakini kumbe sunna hii inakwenda kukupa wewe fadhila nyingi sana, fadhila ambazo wewe kwa sababu ukiswali rakaa zako 20 ukazipata rakaa 20 kamila, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ukifanya sunna ndani ya mwezi wa Ramadhani kama vile umefanya faradhi nje ya Ramadhani, ule uzito wake na ukubwa wake. Na ukifanya faradhi ndani ya mwezi wa Ramadhani kama vile umefanya faradhi 70. Sasa angalia wewe unafanya sunna ya qiyamu Ramadhana, ambayo ndio swala tarawih, kama tulivyoelezea. Qiyamu Ramadhana ndio swala tarawih. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man swamahu wa qamahu, mwenye kuifunga hiyo Ramadhani na akasimama kisimamo chake cha mwezi wa Ramadhani, kharaja min dhunubihi ka yauma wa ummuhu, mtu huyu hutoka katika madhambi yake anakuwa safi kama vile siku ambayo mama yake amemzaa, kama vile ulivyokuwa siku ulivyozaliwa vile. Na ukiswali tarawih, ukifunga Ramadhani vizuri, ukaswali tarawih vizuri, rakaa zako 20 kila yaumin baada salati al-isha bi'ashri taslimatin, ukaswali rakaa zako 20, basi wewe unatoka katika madhambi yako kama vile ile siku ambayo mama yako alikuzaa. Ndio inavyokuwa. Fadhila zote hizi mtu anaziacha, anaona bora tu atoke nje aende kufanya mambo mengine ya kuangalia mpira, mambo mengine ambayo hayana maana. Sasa haya ndiyo mambo yenye kufaa, haya ndiyo mambo ya kudumu nayo, ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuyafanya ili uweze kupata daraja kubwa mbele ya Allah, ili uweze kupata fadhila kubwa. Tafuta fadhila, tafuta daraja, tafuta ubora kati yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usitake sifa kwa watu, hiyo haitakiwi. Kusifiwa kwa watu kunaishi hapa tu. Ikifika yaumul qiyama, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawaambia wale ambao walikuwa wakijionyesha matendo yao, aya, idhhabu ila alladhina kuntum turauna amalakum, leo mmekuja hapa siku ya mahshar, ndio unaona kwamba hakuna anayetoa malipo isipokuwa Allah. Unataka malipo yako, ya Rabbi fa'altu kadha, Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia nendeni kwa wale ambao mlikuwa mnaonesha matendo yenu, wale mlikuwa mnafanya ili kukusifieni, ndio wale nendeni wakupeni malipo wale. Asa tarawih na ibada zote za mwezi wa Ramadhani zifanye hizi imanan wa ihtisaban, uwe na imani lakini utaraji kwamba hakuna aliyelipa malipo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usitafute sifa za watu. Sasa hadithi ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari, hadithi ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari, anasema rawa al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja laylatan min Ramadhana fa salla fil masjidi wa salla rijalun bi salatihi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika usiku wa Ramadhani, alitoka akaja msikitini akaswali, akaswali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti. Aliswali hiyo sunna hiyo ambayo ni qiyamu Ramadhani. Basi wa salla rijalun bi salatihi, wakaja wakaunga wanaume wakaswali swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
wakaipenda ile swala ya qiyamul layl. Basi faasbaha an-nasu fatahaddathu, asubuhi ilipofika watu wakaanza kuhadithiana, bwana jana bwana ilikuwa 1 2 3. Fajtamaa akthar minhum, wakajikusanya siku iliyofuata watu wengi kushinda wale ambao walikuwa jana. Fasallu ma'ahu, wakaswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku iliyofuatia. Fasbaha an-nasu tahaddathu, basi wakafika asubuhi watu wakadithia tena, bwana tumeswali. Wale ambao juzi walikuwa wapo jana walikuwepo, wakawahadithia wengine, wakahadithiana. Fakathura an-nasu fil masjid, ahlul masjid. Basi ilipofika siku ya 3 wakazidi watu katika msikiti. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatihi, basi Mtume akatoka ule siku wa 3 akawaswalisha swala yake vile vile, swala ya qiyam Ramadhana, ambayo ndio tarawih hiyo, kwa sababu jina tarawih lilikuja kipindi cha maswahaba, lakini kipindi cha Mtume jina tarawih lilikuwa alipo. Tarawih ni jina ambalo limekuja kipindi cha maswahaba baada ya kuwa wanastarehe wenyewe kila baada ya raka 4 ndio ikaitwa tarawih, lakini ilikuwa toka kipindi ni qiyam Ramadhana. Hasa usiku wa 3 huu watu wakajaa tena wakaswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanat al-laylat ar-rabi'a, zama ilipofika usiku wa 4 hasa, ajaza al-masjidu an ahlihi, msikiti ulishindwa kutokana na watu wake, kwa maana ndio walizidi wakafloti wakajaa watu wengi, msikiti mpaka ukawa mdogo. Sasa ajaza al-masjidu an ahlihi, msikiti ukawa hautoshi. Kwa Kiswahili leo tunasema hivyo, hatta kharaja alayhi salatu wasalam, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam usiku huo akawa kutoka mpaka akatoka kwa ajili ya salati subuhi. Falamma qada al-fajr, kwa maana usiku huo, usiku wa 4, ile swala ikawa haikuswaliwa ile qiyam Ramadhana, kwa maana Mtume akawa kutoka usiku ule. Lakini kuna somo ambalo alikuwa akitaka alitoa hapa, akutoka ule usiku mpaka ikafika ule muda wa swala subuhi, akatoka akaja kuwasalisha watu swala subuhi, na watu alikuwa watu siku hiyo walikaa na hakuswali qiyam Ramadhana. Falamma qada al-fajr, zama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kuswali swala al-fajr, aqbala ala an-nasi, akawaelekea watu sasa ili awaelezee kwa nini ya kutoka usiku ule. Thumma qala, kisha akasema, raaitu alladhi sana'tum, nimekiona kile ambacho mmekifanya. Nimeona kwamba nyinyi mmehadithiana huko mpaka mmekuwa wengi, mpaka mmejaa, yote nimeyaona hayo. Walakinni khashitu an tufradha alaikum, lakini mimi sikutoka, nimehofia kwamba hii swala isije kufanywa faradhi kwenu na hajakuwa hii ni sunna. Kwa sikutoka, khashitu an tufradha alaikum, nimeogopa kwamba hii swala isije ikafanywa faradhi, kuna wengine wakaja kushindwa. Kwa hiyo iwe kitu kwa ni sunna, kwamba ukiweza unaiswali, ukiwa na udhuru au uswali na upate dhambi yoyote. Khashitu an tufradha alaikum, nimehofia kwamba hii sunna isije kufanya faradhi kwenu, ndio maana sikutoka katika usiku huo. Kuna hadithi nyingine, mapokezi mengine yanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha wao katika usiku miwili. Ipo mapokezi mengine hayo. Basi faqama an-nasu furada, baada ya hapo mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki, watu walikuwa wakiswali salatu hii qiyam Ramadhana, walikuwa wakiswali mmoja mmoja tu, wengine wakiswali nyumbani, wengine msikitini, lakini sio jamaa, wakiswali kila mmoja akiswali peke yake tu. Fatufia sallallahu alaihi wasallam,
mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofariki, alivyokufa. Wannasu ala dhalika, na watu kabaki katika hali hiyo ya kuswali, kila mmoja ameswali peke yake, sio jamaa tena, kwa sababu yeye Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba nitahofia kwamba itakuwa faradhi kwenu, nilihofia kwamba itakuwa faradhi kwenu. Jambo hili liliendelea katika ukhalifa wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, wa sadri khilafati Umar, na katikati ya ukhalifa wa Umar bin al-Khattab kadhalika liliendelea swala hilo, likawa hivyo, kila mmoja anaswali peke yake. Sasa ndio ikaenda mpaka baadaye Umar bin al-Khattab ndio akawakusanya watu hasa kwamba waanze kuswali jamaa. Fajamaa thumma jamaa Umar ar-rijal ala Ubay bin Ka'b, akawakusanya wanaume kwamba waswali swala ya jamaa wakiongozwa na nani? Na Ubay bin Ka'b. Baadaye akakusanya na wanawake nao pia, ala Salmani bin Hasma. Kwa hiyo na Salmani bin Hasma naye pia ikabidi sasa wakawa wanaswali sawa wanawake na wanaume. Mwanzo ilikuwa wanaume peke yao, baadaye wanawake na wanaume, ndio ikawa swala atarawih au qiyam Ramadhani ikiswaliwa sasa kwa jamaa, wanawake na wanaume, mbele wanaume huko nyuma wanawake, wakiswali wote kwa pamoja. Jambo hili wastahsanahu sahaba tu, masahaba walifanya zuri jambo hili, walilipenda, walifanya zuri kweli jambo hili. Uamuzi ambao amechukua Umar si uamuzi mbaya, ni uamuzi mzuri, ukafanyiwa kazi. Uamuzi huo ni jambo zuri, ni jambo lenye manufaa. Mpaka Uthmani qala, hatta qala Uthmanu fi khilafatihi fi sha'ni tarawih, mpaka siku moja Uthmani bin Affan alisema katika ukhalifa wake, na yeye alipokuwa kiongozi sasa, tarawih ikabakia vile vile katika utaratibu ambao ameweka Umar bin Khattab, watu kwamba waswali jamaa, ikabakia katika utaratibu huo mpaka katika ukhalifa wa nani? Wa Uthmani bin Affan. Uthmani bin Affan akazungumza maneno katika ukhalifa wake ambayo yakihusu swala tarawih, utaratibu huu ambao ameuacha Umar bin Khattab. Qala, akasema Uthmani fi khilafatihi, nawara Allahu qabla Umar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitia nuru kaburi la Umar bin Khattab, kama nawara masajidana, kama yeye alivyotia nuru misikiti yetu hii. Misikiti ya sasa hivi imekuwa ina nuru, inajaa watu, wameipenda tarawih, wameipenda, wanaswali swala tarawih kwa utaratibu ambao wameweka nani? Umar bin Khattab. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitia nuru kaburi la Umar kama yeye alivyotia nuru misikiti yetu hii, kwa fikra yake hii ambayo watu wameipenda swala tarawih, wanaipata, wanapata thawabu nyingi. Kwa maana huyu Umar bin Khattab ni kiongozi ambaye aliangalia sawa, ndiyo kwa tarawih kila mmoja anaswali kivyake vyake, lakini kuna wengine wanafanya uvivu, kuna wengine hawapati rakaa nyingi, kuna wengine wana swali zinatosha, kuna wengine wanakwambia wana basi si sunna tu bwana naacha. Sasa hii itatia hamasa, watu wengi watafanya ibada hii ya tarawih, na kweli. Sasa je, tujiulize, hiyo hali ya tarawih kuswaliwa kila mmoja peke yake ingekuwa ndio ipo katika zama hizi, je, kuna ambaye angeswali tarawih katika zama hizi? Majumba yenyewe jinsi yalivyo haya, majumba yamebana, majumba hata sehemu za kuswalia hakuna. Nani angeswali tarawih katika zama hizi? Kwa hiyo Umar ibn Khattab ni kiongozi ambaye alifanya fikra nzuri, mpaka Uthman ibn Affan akamwambia dua hii, nawara Allahu qabla Umar kama nawara masajidana, kama yeye alivyofikira
ya kutia nuru misikiti yetu ikawa hivi. Sio vibaya katika dini kuja kuwa na fikra ambayo yenye kuboresha mifumo ya dini, sio kama tunabadilisha mifumo hapa, tunaboresha. Ndio maana mpaka siku hizi zinakuja fikra mbalimbali, wengine wanasoma juzuu nzima, wengine wanasoma vipande vipande katika masafu hiyo, wengine basi, ili mradi kila mmoja anasoma vile ambavyo Mwenyezi Mungu amemjalia kwenye Qur'ani, ili kupata ile sunna, kwa sababu hakuna ulazima kwamba usome sura gani na kiasi gani. Kuna wengine ambao wanasoma katika juzuu amma, kuna wengine ambao wanachagua juzuu ya kusoma, wanasoma hiyo. Kuna wengine wanachukua kila siku moja juzuu moja. Basi yote hiyo kwamba hii ni sahani ya thawabu, kila mmoja anachukua kiasi ambacho ameweza, ili aweze kupata mafanikio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah taala, kwa yale ambayo nimezungumza penye faida basi pachukuliwe, pafanywe kazi, na yale ambayo yaonekana kwamba sio faida, basi yote hiyo ni kufikisha. Kuna baadhi ya sehemu itakuwa kuna kuteleza, basi tuombeeni dua ili tuweze kuwa na mafanikio mazuri, kwa sababu lengo letu ni kufikisha watu wafanyie kazi, waboreshe ibadati, wapate imani, waboreshe imani zao. Hiyo ndio lengo letu, sio lingine. Kwa hiyo insha Allah taala, Allahumma wafiqna, Allahumma ansurna min jamii al-bala'i